sisi tunaogopa. Hivyo basi, rudi nyumbani. Tutatafuta hiyo njia. Nitakufa Kisoda. Ndio utakufa. Utafanya juu chini. Mpaka baba Kalobo afe. Na kadiri namwambia mpaka leo kuishi na yeye. Hayakuwa ni mema. Huu ndo urafiki wa kweli wa Kalobo na rafiki yake kipenzi wa kuitwa Kisoda. Baba Kalobo ili apone, basi hawa watu wawili, yani baba Kalobo, mwanae wa kuitwa Kalobo, lakini pia na rafiki wa Kalobo kipenzi kabisa wa kuitwa Kisoda, wanaambatana kumtafutia dawa babake Kalobo ili mradi tu aweze kutembea. Lakini kitu cha ziada ni kwamba usisahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe ili kuweza kutusupport kwa kazi zetu zote tunazokwenda kutoa na tusiweze kuchelewa. Lakini pia ije movie full kabisa ambayo haijawekwa maneno ya Kiswahili na mimi Otiki Classic. Sasa hapa tunaona tunakupata somo kwamba adui hatoki mbali. Inafahamika na inajulikana kwamba mama Kalobo mwenyewe ambaye yupo anaishi na baba Kalobo ndiye mtu ambaye aliweza kumsababishia majanga haya makubwa sana ya ulemavu babake Kalobo. Ndio maana amediriki kushirikiana na wafanyakazi wa baba Kalobo ili mradi tu baba Kalobo aweze kupata ulemavu wa kudumu. Lakini nyuma ya pazia Kalobo yupo tayari hata kuaga dunia kwenda hela madukani ili mradi tu babake kipenzi aweze kupona. Sasa ndio maana Kalobo ameamua kuingia katika ule msitu wa maajabu, msitu wa mazonge, msitu wenye kutisha ili mradi tu aweze kuipata dawa ya baba yake kipenzi. Lakini kwa kuwa rafiki yake yule mwenye maajabu, mtoto mdogo kabisa, rafiki wa Kalobo kuitwa Kisoda, alimwambia kwamba usiweze kuingia katika huu msitu kwa sababu msitu huu utakupoteza. Utaaga dunia kabisa bila hata uoga. Watu wengi walioingia katika msitu huu wameweza kupoteza maisha. Lakini Kalobo alikuwa halifahamu hilo. Sasa Kisoda ameweza kuokoa uhai wa mtoto Kalobo kwa sababu Kalobo kutokana na mapenzi ya kumpenda babake akaamua tu bora ni heri afariki au age dunia ili mradi tu aweze kupata dawa za baba yake. Sasa tunaona kabisa mamake Kalobo anamuulizia Kalobo kiunafiki tu. Eti mwanangu simuoni, baba Kalobo namtaka mwanangu. Lawama zote na mateso na maneno makali anampa baba Kalobo ambaye hawezi hata kutembea, wakati yeye ndio jukumu la kumchunga mtoto wake kwa sababu yeye ana kila kitu. Anaweza kutembea, anaweza kumkataza na kuweza kumfuatilia popote pale Kalobo alipo. Sasa tunakuja kugundua kwamba huyu mamake hampendi hata mtoto wake wa kuitwa Kalobo kwa sababu amepanga njama kubwa tu ya kuweza kumuondoa huyu jamaa au mume wake kuitwa baba Kalobo. Baba Kalobo anayemsaidia ni Mungu tu, lakini pia Kalobo inayomsaidia ni ile pete ya maajabu ambayo ipo katika vidole vyake ameweza kuivaa. Sasa ile pete ni ulinzi kwa mtoto ambaye anaitwa Kalobo, lakini Mungu ni ulinzi mkubwa kabisa kwa huyu baba wa kuitwa Kalobo, yani baba Kalobo. Sasa tumeona kabisa mama Kalobo ameapia siku ya leo. Amesema nipo tayari kuweza kumuondoa uhai huyu baba Kalobo ili mradi tu niweze kubaki peke yangu, kwa sababu hata nikirudi nyumbani kwa kaka yangu bado kaka yangu atanirudisha niendelee kukaa au kuendelea kukaa chini ya huyu baba Kalobo. Sasa je, ni kwamba baba Kalobo ataweza kupata auheni au baba Kalobo ataweza kupata dawa? Kwa sababu mission ambayo alikwenda kutafuta mtoto huyu hapa kuitwa Kalobo imekwenda kufeli baada ya Kisoda kumrudisha. Lakini bado mama Kalobo amepanga mpango mzito tu. Licha ya kumpa ulemavu wa miguu, basi amwambia tena na inatakiwa nimalize kabisa. Sasa hatujajua ataweza kumwekea sumu au ataweza kumfanyia kitu gani ambacho baba Kalobo pengine katika sini inayokuja tutaona baba Kalobo hata kuwepo kabisa. Sasa mambo ya kujifunza katika tamthilia yetu hii hapa ni kwamba jambo la kwanza ni adui hatoki mbali, lakini jambo la pili ni adui inatakiwa uishi naye kwa akili, kwa sababu tunaona baba Kalobo anajua kabisa fika mke wake ndiye chanzo cha matatizo haya na marafiki zake ndio chanzo cha matatizo haya.
lakini baba Kalobo anaishi nao kwa akili sana. Kwa tumejifunza mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba adui atoki mbali, yani yule mtu ambaye unampenda ndiye mtu anayeweza kusababisha matatizo. Lakini jambo la pili, yani adui yako ishi naye kwa akili zaidi. Sasa ni nini ambacho wewe umejifunza, lakini ni nini ambacho unatabiri pengine baba Kalobo ataweza kunusurika katika episode inayokuja, au baba Kalobo tutampoteza katika episode inayokuja? Wangapi ambao tunamkubali baba Kalobo? Kama unamkubali baba Kalobo na unasema endelee kuwepo katika vipande vinavyokuja, yani mpango wa mke wake kuitwa baba Kalobo uweze kufeli, basi gonga alama kusubscribe hapo chini, lakini pia gusa neno ambalo limeandikwa like, utakuwa umetusupport kwa kiasi kikubwa sana. Basi tukutane katika comment. Langu jina ni Tike Classic wa Swahili Beats. Bye bye.